Kuna wakati Qatar walikuwa wanataka change citizenship. Do you have any regrets? Kidogo nikipewa chance now, I'll take it. No, now we are here. No, sababu najua kwa nini? Sababu Kenya, they don't appreciate our heroes. How are you, and welcome to yet another exciting episode of Churchill Show, My Journey, My Story. Now, asante sana for giving us your comments and feedback. That is what keeps us moving. And by the way, some good news. It's something I've always wanted to start for many years. After 15 years, finally, we have the Churchill Foundation. I'll tell you about it. Lakini kwa leo, oh my goodness, I've been looking for this guest for the last miaka ngapi, over 15 years. And finally, he has come through. This is the amazing story of a young, talented footballer born in Dagoretti, found himself in Kakamega, Green Commandos, Mathare United. At some point, he played professional in France, Nantes and Auxerre. And he was touted as one of the most promising players alongside Ronaldo, Ronaldinho, and other greats. This is the amazing story of former Harambee Stars captain, the story you've all been waiting for, the story of Dennis Oliech, the Menace. Come along. Karibu san, welcome to Churchill Show, My Journey, My Story. My goodness, what a guest, Dennis the Menace. Thank you, Churchill. The legend himself. I'm humble. Karibu sana. Tumetafutana kama many years. Tumetafutana kama shilingi 10 years. Ya Kenyatta. 10 years. Been looking for Dennis. But unajua, it's like a chess. Yes. You have to have your end game. Yes. So I had my end game. Karibu sana. Welcome to Churchill Show. Watu wamekurequest hapa hivi dunia inaisha. Wanataka kujua story yako. Unajua mimi ni muoga, mimi ni humble. Ana mastamara. So imekuwa ikinisumbua when I was in primary. So unajua ukifika ukigrow ndo unaona like you are famous, you need to do interview. I think you have to step up. You have to learn how to control that stammers. So that's when ndo kwa maana mimi sifanyanga interview mingi. So ndio hata ile kuanza swali unajua inakuwa ngumu cause maybe kodemu namkatia hapo. Ni kabla wanze ni swali yako mzee una stamara. So ndio hiyo inaenda up au nyiti poa chuo sababu utaki kuanza sababu unaogopa ule dem mmemkatia ni ana like sababu mimi najua ball. So inakuwa affect lakini sasa mzee ukitoka hiyo ni primary so unakuja ni secondary and sasa mzee unajua ball. Kakamega High School mzee umeingia kidogo umetoka Kamkunji at form 2 mzee uko Mathare United. I was earning 18,000 when I was in form 2. What? When I was in Kamkunji. So unaona Mathare United unajua nilikuwa naingia the last 15 minutes. Kulikuwa na maplayer kubwa so you have to step up. Ndio hiyo ingia Rambe captain. So unajua sasa umepewa band. So na hii band you have to lazima mzee uende interview. Sasa wewe niambie mzee utafanya nini? Ni pressure Churchill wewe ni stamara umetoka primary mzee stamara na wewe ndo deadly ball striker na wewe ndo captain. Inakuwa ni pressure. Mzee nilikuwa niko na challenge watu wajuangi hivyo. That's when ndo kwa maana hata unaonanga I don't do a lot of interview cause niko na ile ni stamara so inanisumbua ni watu wezijua but with time years zimepita nimejaribu control Europe nilikuwa nafanya interview nili control so at least now I can control it a little bit but iko still iko hapo so sasa ndo kwa maana watu wanisamee waje uzuri sasa umeeleza hiyo story vizuri yote na sijaambia mtu story. Asante sana karibu kwa hapa ni home. Cheers, umefika home. Karibu nyumbani. Asante nyumbani. Na mimi ni msee wa mtaani, napenda ball sana. Nilijaribu kucheza ball kama wewe
ikanilemea. Hebu niambie story ya Primo na growing up, uligrow wapi? Growing up primary, that's when ndo maana nimekuja na name talam anaitwa Pop Kululu. Kululu, yeah. Huyo ndo nimegrow na tulikuwa opposite nao, Dagoretti Corner. Yeah. Baba yake alikuwa na shonanga nguo. Yeah. So si tulikuwa opposite, nguo yangu kiraruka nampelekea ananishonea ile short ya Jamhuri ni primary school. Tukienda standard 8 ya kufanya KCP, alikuwa amekataa kwenda kufanya. So mimi nikamwambia Pop, tumekuwa nawe since 4-5 standard 5 6 7 8 twende tu tuandike tu jina yetu tukienda Pop, tumetoka na wewe, tumecheza ball na wewe primary. Na alikuwa anacheza ball, alikuwa mkali? No, hakuwa anajua ball. But sasa alikuwa ni body wale. Des ni wetu. Des ni wadago na watu wa Ngando, watu wa Seti ya mwezi kututisha. Des ndiye anajua ball Jamhuri yote. So Pop alikuwa ni wale watu wangu wa nyuma wale. Pop ni aje mimi Pop sasa ingia so I had to toa Pop kwao. Tuende tufanye KCP. Yake yako na talent. So mimi I knew talent yake anaenda wapi huyu? Sasa sijui sasa ilibidi sasa mimi nimtoe. Nimwambie Pop, wewe una talent. Me I know. Mimi nitaenda ball wewe, but you are my friend, I cannot let you down. Tuende tuandike jina. ABCD andika tu A naanza B, doesn't matter, but as long as ulimaliza 8. So Pop tukafanya na 8. Sasa hapo ni Dago primary. Jamhuri primary school. So Pop akakuwa inspired because Dennis ameendelea ball. So Pop akamua na yeye asome. Kwa sababu ana talent. Sasa nataka unirudishe tu nyuma kidogo hapo. Umetoka Primo umeingia Kamukunji. Sasa ball all of a sudden kuna star, kuna kajamaa hapa form 1. How was it kwanza ulipoingia form 1 Kamu? Hata hawakujui. So unajua kwanza when I was in Jamhuri primary standard 7 nilipewa barua. Invitation letter naenda Kakamega High School in form 1. Well, I'm in standard 7. So nilikuwa good on football mpaka I did not need to finish 8. So that's when nikaenda Pop amalize 8 because mimi if I don't finish 8 I'll still go to Kakamega High School. Na brother yangu Ken na Oyombe walikuwa in Kakamega High School. So mimi nilitumiwanga barua like if you finish 8 Jamhuri you are welcome to come to Kakamega High School. Hata Churchill hata ningepata 0 still ningekuwa Kakamega High School. Green Commandos but nilitumiwanga barua na shule moja ya Machakos. Gani? Sijui nakumbuka. Ni Chulu, hiyo ni Chulu. I can tell you. That one is either Chulu High Mansa Musa wewe. Najua wewe ndio unamwandikia wala. Ama St. Valentine. St. Valentine subiri mimi nilikuwa macha. Ama gani? Ama Kidayoni. One of those 3. Maana Masila lazima ungefanya exam. Walitumianga barua like you have invited ukuje form 1 huko cha Machakos. Lakini hawajui mimi already nimeshapata barua ya kwenda Kakamega High School. So ni brother yangu anawaambia kuna player brother yangu mdogo ni deadly. Akikuja hata ninyi wa form 3 form 4 mmuta mwenza. So anasema uongo acha kuje. Shockwell. Ngoja kwanza ukaenda Kamu. Nilienda Kakamega ndo nika transfer form 2 nikaenda Kamukunji. Okay, so ulipofika Kakamega wote. Sasa kina Oyombe ndio wamesema anakuja. Sasa hiyo wewe si menace. Sasa hiyo mimi ni mdogo tu. Wanaona tu kijana. Hata wanijui mimi ni nani, siko hata Madare, siko hata Rambe. Sasa hiyo anatesa. Brother yangu Ken ako form 3, Andrew ako form 2. Sasa nani alikuwa Otero katika hao wawili? Ken ndiye alikuwa Otero. Wamemtambua mbaya. Lakini Andrew ndiye alikuwa the crazy one. Andrew ndiye alikuwa cheesy. Alikuwa analanga nilikuwa doma akiwa mgonjwa. Nilikuwa nasi, unajua vile nasi wako ile alikuwa Nasa jamaa wakachizi. Jamaa alianza hiyo uchizi mapema. Oyombe wewe. Now sasa Oyombe was the crazy. Hata leo.
Tunakujua. Tunajua Andrew. Andrew was the crazy. Hakuwa anaenda chuo, anaenda ana sweet talk nasa anamwandikia ati leo nala ni kwa nini ya wagonjwa kula special diet. Kula ni special diet dawa. Na wewe unakulia hapo special diet. Sasa Andrew was crazy. Sasa Andrew alikuwa anaambia I have a brother. Akikuja hapa shule ati nyiwa kina chinjiri sijui yakini form 3 form 4 mnajifanya. Huyu akuja hapa. Chakula zenyu zote ni zangu. Mimi huyo Kakamega High School. Nilipelekwa alone. Nilipewa samaki na juice na chapati. Na madhe. Ukaambiwa ukiendaga upelekee Ken na Andrew. School fees ndio hii. Na school fees sikulipa shule. So ulipewa fare tu ya kufika Kakamega. Catch. I was lucky. Yeah. So that's when kwa maana mimi naambia talent can pay. Yes. I was really lucky. Sikuwa ilipa school fees form 4 form 1 mpaka form 4. Wow. So umefika day 1 ukaingizwa kwa Wanjo. Mimi niambia what happened one. So day 1 nimefika jioni mchana. Jioni nimekaa tu na bag yangu hapo mzigo juice chapati fish iko hapo. Andrew si wako chuo. So of course wajui mimi nakuja saa hiyo. Mimi niko sasa unajua saa hawana phone ya kucall Masati leo nani anakuja Des hawajui. Sasa ile masa tu amepata tu do ya transport nini waenda. Nendaga. Sawa juu mimi nimefika. Mimi naona watu chuo beli melia watu wametoka watu wengi. Enough. Na chuo ilikuwa na watu wengi. Green. Sasa wengi. Sasa nilouliza Ken ako wapi na Andrew? Uyombe ule chize Andrew naambia Andrew ako wapi? Ako kwa dom. Sasa hata mimi ananiambia dom. Sijui hata dom ni nini. Mimi sijui hata iko wapi. Naambia mimi ni pelekeni. Natafuta Ken ama Andrew. So mimi naita ile jina ni yetu ya mtaa kumbe huko wanaitwa wengine. So mimi naambia tu anaitwaje huko? Apache ama something. I think alikuwa anaitwa jina fani. Andrew alikuwa stop am deadly. Ken alikuwa ni striker. So familia yetu ilikuwa na ball. Ken ako striker, Andrew ako nyuma. So ndo nikapelekwa Ken wakaniona na Andrew. Haya. Kitu ya kwanza hata ni bag yangu tu ni wanaangalia. Imebeba nini? Imebeba nini? Fish ya madhe 3, chapati 24, sijui 25, juice. Sasa ni sherehe. Unauliza. Kusherehekea. Sasa ndio wananiambia Des leta hizi vitu cause wewe ni mgeni utaibiwa. Sasa mimi naambia chukueni. Utaibiwaje na umekuja shule? Chukueni sababu hao wamekaa huko form 1, form 2, form 3 chukua. Mimi hata huko dish. Sikukula. Nimetoka mtaa. Nimekula chakula zote, fish, ugali. Sasa huko hao unajua huko ni cabbage, mawaru, beans. Sasa unajua hawajaza mimi niko hapa chukueni mkule. Wakachukua. Sasa mzee kafika sasa naambia Des twende nini yetu dom yetu. Uende change tizi ni jioni. Sasa mzee inafika sasa rutuma sime spread. Ulele mtu wa kiki na Uyombe amefika na kina Ken. Amefika mzee. Tukaenda akaniambia Des change hapa vango Wanjo. Mimi sikuona mzee. Wanjo imejaa. Wanjo imejaa. Wameambiwa the new kid ni prodigal sana amekuja. Dennis amekuja, bro Ken ule mdogo wenye watu wamekuwa tu wakimgojea. Makoa na hiyo time the late Makoa coaches alikuwa coach. Akaniambia you are tennis. Yes, I'm tennis. Alikuwa anaongea na sauti kitoko. You are tennis. Yes, I'm tennis. Ambia yes sir. I'm tennis. So you are from Europe? Yes. Are you Oyombe Sprata? And Ken? Are you for real? Yes, ambia yes sir. I'm the second last born. And you still have another last born. Anauliza, is even good in football? Hataki kwanza yasikie mimi. Anataka yasikie bado mdogo. Is good in football. And what is his name? I'm telling you, it's Kevin Opio. Kevin. Is even good in football. I say my name is good. He's a striker. So it runs in the family. Anaambia yes it runs in the family but ajui hao wawili si wa deadly. Mimi na Kevin you're the baddest in football. So naambia even that one
is even very good. Anaambia 1813, anaambia 18:7. So after 1 year he can come to. Anaambia he can come to. No problem. We'll arrange. Sasa ingia kwa game. Mimi nakwambia tizi ya kwanza nilifunga bao 6. Hawakuamini. Nilifunganga bao 6 game ya tizi ya kwanza. Ken Andrew akamwambia, si niliwaambia. Sasa hiyo crowd wamechizi shule zima. Waluya green na white. Wanashangaa kai. Walikuwa na striker moja, I don't know kama nakumbuka, Chinjiri. Chinjiri. Noma sana. Alikuwa FC Leopard. Alikuwa na shoot. Alikuwa form 3 akaambiwa huyu ndio the new striker. Na hapo ndio safari ilianza. Hapo sasa ndio safari yangu ya Kakamega kaanza. Hata sina hiyo siku. Sijapewa hata daro. Ni transfer siku ya kwanza. Na amefunga bao 6. After hapo kaisha tizi. Sasa after hapo ndio ulifunguka kabisa. Nataka kujua story ya Mathare kuitwa Harambee Stars na kwenda majuu. My goodness, the story of Dennis, the menace, the legendary himself is here on Chacha Show. My journey, my story. I can't wait. Ujue vile aliingia Harambee Stars na his big call to those international club za majuu. My goodness, una story Deno kama tumongeze time. Okay. Credo Faster, unua Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. Kumbuka ni *264#. Credo Faster, unua Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. Chapati za Kinashiro zimeungua ama zimebakia? Zimebakia crystal. Noma sana. Mse pia na yeye mmefanya vitu noma. Fishbone Entertainment for long sana. Mazo promote reggae ni aje. Unajua wewe ndio revolutionize reggae hivi watu wakaanza kuipenda mbaya sana. But hatukupata sponsor, but it was wezi regret. Wezi. But now the sponsor ndio wako, but so now you go to another. You move to the next level. Welcome back to Chacha Show, my journey, my story with the legend himself, Dennis the Menace. So ndio wewe huyu kijana mdogo form 2. Already unapiga boli kupiga. Mathare lingi wapi Maisa? Unajua unauliza swali zingine, mimi wana hizo swali nitaziandika kwa kitabu ama nitaambia chatting. So Mathare, what happened? Tulikuwa tunaishi yao ya Sombili. Dagoretti Corner. Bro wetu the late Steve Okumu akaenda States. Akaibishwa ati nyi munaishi hao ya mbao. Akatuambia tuame hao ya 10,000. Suna estate from 200 to 10,000. Hiyo 200 ilikuwa next na kwa kina Pop. Hao yetu barabara kwa kina Pop. Nani analipa hizo? Sasa 200 ilikuwa hata landlord anakuja after 6 months. Collect 200 akiendanga. Sasa si akaambiwa States, unajifanya unaishi hao ya 200. Ikabidi atupigie simu tuende hao ya 10,000. Suna estate. Hata kwa Kipei. Sasa yeye ndo alikuwa analipa kiwa States. Hao ya ambayo mali choi iko ndani. Hapo choi ilikuwa iko nje. Kukinyesha sasa mzee tochi unajipanga hata tochi ina battery. Yani masaibu iko vile watu wanajua hizo story. Na watu wajua your brother Steve Okumu alikuwa mnoma ball. Left kama right. Sana. Amelipa 2 month 3 month probably akapass. So madhe yangu Dago anauza sukuma. Bado tulikuwa tunauza fish lakini si fish sana. Sukuma fish. Baba yangu alikuwa anafanya railways. Unga family ilikuwa inaitwa KGGCU. Sasa hiyo wanajiita KFA. Kenya Farmers Association. Kwa hapo tu railways malio church, hiyo church kubwa iko. So akakufa, we don't know what happened. Sasa ikakuwa nao nani atalipa hao ya 10,000. Sasa ndio. Na sehemu kwa ngapi kwa keja? We were 9 but kuna wale walikuwa ni wanaishi kwao nje. Binia alikuwa States. Ken na Chigis juu alikuwa anaishi kwa hizo hao za 1,500. Yani nje. So ikabidi sasa mzee 10,000 nani atalipa? Hii ni pressure, hii ni goal. So nikatorokanga Kakamega High School.
Unaenda wapi? Kamukunji. Sasa hapo ndio story ya Kamukunji yangu ikaanza. So unawezaje enda nani amekuita? Sasa nikuje Nairobi nicheze ball. Ndio nipate do weekends. Sasa ilikuwa now sasa ilikuwa when I was in Kakamega, nilikuwa nachezea timu inajiita Stima. Stima hii Western Stima. No, Stima ilikuwa inajiita hiyo time ilikuwa inajiita Telecom. Yeah. Ya Kakamega. So walikuwa ni wanatupoch sisi watu wa 6 wa shule tuwacheze ligi. Yeah. Walikuwa ni wanatulipanga so 2 ama so 1. Yeah. Ukirudi chuo unabai chapati kama 6 unakuwa. Sasa nikaona wait, if I can make money huku Stima, wacha niingie mtaani. Kuna club mingi. So ndo nikaenda Kamukunji. Yeah. Form 2. Ndio nikaenda trials ya Mathare United. Bob Mundo. Sasa hiyo kuna Kimanzi. Yes. For Harambee Stars kuna Salim. Yaani ilikuwa ina big house. Yeah. Na mimi nilikuwa sasa hiyo 17, 18. Yeah. Nikapewa trials. Nikacheza vizuri. Sasa Bob akasema you are talent, you are good, you are young. So we can sign you for 6 months. We see below to operate. Kingi ndiye alikuwa coach. So sasa mimi nilikuwa ninaingianga in 15 minutes. The last 15 minutes. Nikiingia mzee anafanya vitu hajaiona. Mbio mbaya. So that's how nilikuja kuingia Mathare. And I was earning 18,000 a month. Wow. Na uko shule? Na niko shule. Uko form 2? Form 3? So form 4? Form 2, form 3 ndio sasa nikakuwa nalipa hao yetu ya 10,000. My responsibility ukaekelewa. Sasa. Congrats bro. Na Mathare bado anauza fish? Mathare anauza fish, mboga, cabbage, but do kidogo. We are 9. Hapa Dago. Tuko watu 9. 6 brother, 3 sisters. Na mimi ndo nilikuwa ninafanya job, unaelewa? Na uko shule? Baba yetu amepass. So mama yetu nzuri alituacha na hoteli. So sisi chakula hatujawahi kosa. Because we had a hoteli. Ukisikia njaa endo kule. Ukisikia njaa sasa hiyo ndio kitu ilifanya sisi hatukuwa waizi ama hatukuvuta bangi na hatukuvuta sigara. That's awesome. Because tulikuwa na chakula. Yeah. Sasa hiyo ndio kitu mama yetu na baba yetu ni walitusaidia. Yeah. Because most of your friends waliwawa. Wengi wao wale walikuwa nakaa opposite yetu nebetu sababu wanaenda home hakuna food. Anaenda home so inabidi masaa yake huko ajalipa rent, so inabidi aende aibe huku, aibe TV. Unakumbuka hizo time TV ilikuwa inaibiwa? Radio yako inaibiwa, ni gas inaibiwa. Hizo days sasa sisi hatukuwa na hiyo wizi sababu kulikuwa na hoteli na food. Na mama ameshikilia sana. Mama uliza kaisha. Ameshikilia sana hoteli. I remember nilikuja game ya Nyayo Stadium. Ile bao ulifunga ya Kasarani ama Cape Verde? No, it was Kasarani, Cape Verde. Ile ndio twende Cup of Nation. Ile ulipiga tu duki tukaenda. Now sasa wacha nikwambie kitu juu. Nilikuwa nimekaa nyuma yo mom. Okay? Ball inaenda kuisha. So kabla na yangu ilikuwa nimepewa completely. Ball ilikuwa inaenda kuisha. Sasa do you know what happened? Your mom alisimama akaanza kufanya hivi, kudansi hivi. Mama maze anaanza kufanya hivi. Anachant. Ball inaenda kuisha. Anajua ni chacha anafanya. Mimi nakwambia hiyo ball. Ilikuwa ni chacha anaimba. Ilikuja hivi. Nilisikia ile rua. You remember your ball ya Kevad, hiyo bao? I wanna tell you why mama yangu aliamuka. Mama yangu najua alikuwa anatuambianga twende church, si atuendi. Natina, leo ni Sunday, twende church. Anaambia church usiende. Anaenda church, akirudi chakula imepikwa kuku lakini ni amkuli, ni watu wa church. Mlikataa kwenda church. I don't know kama unaelewa hiyo time. Elewa hiyo story. Ameenda church, amerudi na watu wa church. Yes. Watu wanashangaa, wait, hii chakula yote inapikwa hapa, mchele ni ya nani? Gusa uone. Ulikataa kwenda church. But mimi ningeenda naye church. Ningerudi mimi nikule kuku. Sasa I knew why my mom aliamuka. Aliamuka ile like she's a woman of church.
hizo ma PCA ma AK ma bishop something no kama unaelewa. Sasa ile ilifika time ameona anaambiwa watu unajua tu wanaongea time inaisha. Lakini akaamua pana. Akamuka. Anaimba. Alikuwa anasema it's coming. Anamuka. It's coming in Kijaluo. Obiro. Nani ile kila najua. Aombe. Aliamuka anaimba. Anajua mzee. Hapa tu church mtoto wangu hapa atafunga. Pasa azile yakiamuka. Anaomba pastor. Akidance. Yani anajua tu hapa mzee. Bao tu itaingia. Na kwa dance peke yake, yeye ndiye amesimama peke yake. Time imeisha. Alijua watu wote tu ni wananiangalia. Lazima aombe mtoto wangu maybe atafanya. Unajua hiyo bao ulikuwa mbali sana. Ilikuja hivi sababu unajua kwa nini as a striker if hapo mbele imekuwa ngumu. Ulirudi nyuma. Nilirudi nyuma. Thank you. Kabisa nyuma. Sababu hapo mbele imekuwa compact, ngumu siwezi funga. Nilirudi katikati ya kiwanja after halfway kidogo tu hapo. Sasa ndo wale stopper wasikuje huku sababu unajua hawezi vuka mid wakuje. So mimi nikaona hii ball wacha tu ni chukulia hapa nione kama I can change my tricks. Nilituanga hivi ball, I don't know what happened. Ni turn tu hivi. Ukapatana nayo. Niliamua wacha noma shoot. Now it's lucky. That was the best goal Kenya has ever. One of the best goals ever. It's called miracle. It is. Mama yangu huko juu alikuwa naomba. And it's God. God alitransform hiyo kitu yote. Mama yangu Dennis chukua ball, shoot. Now that was history. That's awesome. I think mom was your biggest fan. Alikuwa na kambo game zangu zote. So alikuwa anapenda ball. I know you miss your mom. And she loves you so anakupenda sana. Yep. Your mom is awesome. Okay, so we're going to take a break. And I'll leave you with this goal that Dennis the Menace scored. I hope they can get the clip where Mama Dennis was dancing before that thunderous strike. My goodness, what a story. You're watching Church's Show. We'll be right back after the break. Don't go away. Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. Kumbuka ni *264#. Credo Faster. Nunua Credo sasa imekuwa rahisi na Credo Faster. Coffee, beer. You don't have to have dread to be Rasta. This is not a dreadlock still. Is a concession. Short in a heart. Warasta ni hao. Warasta ndio akina pop lazima kama. Ni Warasta ndio hao pop. Wangemba kuna ule jamaa hiyo bao tatu ulipofunga alidunda. Tutapiga hiyo story. Sawa. Wakati ulikuwa Nons na Auxerre. Is that how you pronounce by the way? Same unasema it depends country unatoka. Nons and Auxerre. Nons Auxerre the way unaisema. You know kuna wakati waliwarank wewe Ronaldo. I remember hata picha mimi wanayo na Facebook. Wewe Rooney, Cristiano Ronaldo. The future. The future, yeah. How was it in Nons in France? Kwanza if you live in Europe it's different culture, mentality, weather ni noma, chakula ni noma. You see now the problem of hizo countries Europe weather ni noma. First of all is weather. Language ni noma. So mimi nikiendanga France siku ya kwanza it was 25th of December. I don't know which year. Nimetoka Qatar. Nimeenda ni France. Nimelanda on 25th. Sina hata jacket. Mimi niko na top. Nilitoka hivi tu nje ya ndege baridi. Yes. Agent wangu hata yaniambii nivae jacket. So Europe is something different. Na watu wajui mwenye alinisaidia ni live in Europe is one chick called Marie Budo.
when I was in Nantes, nikienda Tizi na gari. Alikuja kanambia, you are Dennis, you are from Kenya. Nikashangaa ni France ni wanaongea English. Ikakuwa like, sababu najua mimi know they speak in French. Yeah. So, dem akaniambia, I'm a fan. So, of course, akanipa autograph. Kesho yake tena same akanintroduce him. Akakuwa my girlfriend. Marie Boudon. Alikuwa Mwafrika? No, white. White from France. So, cause niliteka advantage yake cause anaongea English. Na huko watu wanaongea French. Sasa, umeingia huko ni France. Bili nakuja ni French. Ukitaka ubai vitu lazima uko na checkbook. Yes. Checkbook iko in French. Supermarket ni in French. Yes. Survive. So from African players, it's difficult. Yes. West Africa they're lucky. Yeah, wanaongea French. Sababu ni wanaongea. So that's why ndo kwa maana unaona hakuna East African players wako in Europe. France, hizo ma French countries speaking hakuna. Who is Marie? Marie ameolewa sahi akona watoto wawili. That's another story for another day. Lakini uwanjani ball, Auxerre na Nantes. Ni wapi ulienjoy game kabisa? Nipenda mabao zako ukiwa Auxerre. So you see now, Nantes was my first stepping stone from Qatar, Nantes. Unaelewa? So Nantes ndio ilini start, but now the problem system sasa ndio ilinichanganya because you know mimi nilikuwa nimezoea striker ni wawili. So if you go in Nantes unapata ni striker mmoja. Sasa ndio ikanipa challenges mingi. Au ni adapt, so ikakuwa shida, but now after Nantes of playing ni 2 years nikalan French in Nantes. Na ulifunga some very important games ukiwa pale Auxerre, we had to make it kwenda kwa Champions League. Sasa ndo nika have privilege ya kucheza na watu kama Ronaldinho. Nikacheza na Ibrahimovic. Nikacheza na Cristiano. So that is in my dream. I'm happy I had to meet our watu. Kuna wakati Qatar walikuwa wanataka change citizenship. Do you have any regrets? Yes, we do, but sasa inamua uchukue, then you know what will happen after. I don't know kama unaelewa. There was a Kenyan runner who was called Shine. I remember. He changed citizenship akakuwa ni Qatari. So but you know Arab countries they are worse. So you either take their money but watakuwa ni frustrate baadaye. Okay. Nasa mimi nikamwambia au Arabu ni aje. Bwacha mimi nifikirie kesho I'll come. Sijawahi rudi. Ulifanya decision poa by the I don't know, but kidogo nikipewa chance now I'll take it. No, now we are here. No, sababu najua kwa nini? Sababu Kenya they don't appreciate our heroes. I think they do. It's just a matter of time. God has a plan. So kumbuka stories za maombi za Madhe. I'll tell you where they come from. Now, tell me about Pop. Nataka kuminvite. Come over Pop. Pop amekuwa hapa akitusikiza. Like very keen everything tunaongea hapa na Deno rafiki yake kutoka Esto. Karibu sana. Primary school. Huyu jamaa anapasu PhD kwa kitu kingine. Karibu sana Pop. Asante Chacha. Mazee Deno amekukubali mbaya sana. Karibu sana. What PhD are you pursuing? I'm pursuing a PhD in what we call data science in sports. Don't ask me where that came from. Data science in sports. Ilipita na meli na upepo na ikaenda. So which state now? Wewe unaijua hiyo? Sasa niko kitu inaitwa University of Texas at Austin. Yes. How long have you been in the US? I've been in the US for 8 years. Karibu sana. Mimi nakwambia kizungu ni ile. Niko naniona nyuma hizo shop za ndogo. Napita huko nyuma lakini tutapambana na wewe Pop. Deno tells me you have an amazing thing you're planning pamoja. What is this? Dennis is the one who made me. Wow. Yep, okay. That is true. Dennis ndiye aliniambia ni standard yetu nilikuwa Dunderhead. Yeah. Umekuwa kile hapana. Wewe ulikuwa unanishindaga. You are better than me. But tulikuwa tunapitana. Sasa mimi nilikuwa Dunderhead.
So niko na Daro na uja ma brilliant. Yeah. So Deno tunaenda kupigwa, Deno ananiambia Popo umechoka kupigwa, namwambia yeye ananiambia wacha mimi nipigwe leo utapigwa kesho. Mnapigwa double. Double maybe Deno namwambia I can't get Umepigwa sana, mimi hata mimi niende zako sita. Wacha wewe utachukua zangu kesho. Juu kila siku ilikuwa ni kama mmoja wetu lazima apigwe. Mmoja wetu lazima apigwe. And that's the rules. Homework. Hakuna mtu hajafanya either ni huyu ama mimi. Lazima tu tupigwe. Juu vitabu parents wetu wana sasa mama yake akimbaya kitabu moja Dennis anaandika mbele yeye nyuma ni mimi. Wow. Okay? So tuna change covers. Sasa kuna time inafika kunafika tuko Daro moja lakini ingiani. Unajua juu sawa ndio uko na kitabu ya homework na mimi sina. Sasa inabaki bude ni aje kunaenda. Over sana. So now you tell me there's something amazing you're working, a foundation. So what we're doing the Danish Oliech Foundation. Wow. Awesome. And Dennis Oliech feels like I'm to disappoint. So Dennis anataka to preach peace. Time election ikifika kuna watu wanauana, kuna watu nini. Na mimi na Deno kitu watu hawajui, sijui ni chome nisichome. Kitu ya kwanza watu hawajui, Deno atakuwa anachezea anataka kuenda Gor, alikuwa anakuja FC. Watu wa FC wangempigia tu simu wamwambie Deno nakuja FC, angeenda before God. Okay? Watu hawajui. Na unajua ingekuwa noma. Ingekuwa noma. Sasa baba yetu angekubali. Alikuwa ameshapiga. Usiingie nyumba yangu kama kwa FC Leopard. Yes. Lakini Deno alikuwa ready. Alikuwa ameniambia wakinipigia mimi naenda kwa sababu Western created me. Kwa sababu Okumu vile umeongea kabla Okumu achezea Gor alichezea FC. Nilikuwa mbeleta noma kwa bude ya Deno mbaya. Dago anaambia mtoto wako ni ametuuza. So that was the problem. So people don't know that. So Deno ni mtu anapenda peace. Another thing kitu watu wajui, Deno lugha yetu ya kwanza kuongea ni Kikuyu. Kikuyu. I know how to speak Kikuyu. Yes, so watu wengi ni nemoweko hiyo. Hawezi msengenya. So Deno amesema it's time for me and him and you. In fact, we are here to invite you to join us to kwena platform ya to see politicians tuende every county in Kenya tuongee peace. Tuseme vile wewe unaweza kuwa Churchill nasikia gaweni Mkamba sijui umeona mmoja wa gaweni Mjaluo so nitadeal na hiyo. Mimi afkast ya Muhindi na Okay, so we need to come together on a serious note and preach peace. Kwa sababu unapata our president, we love you president. Honorable, our Prime Minister Raila Amolo Odinga, he can only do as much he can. Vice wetu, Honorable Dr. Ruto, he can only do as much he can. It's now for me and you to take on the mentorship and to say, this is our ground, this is what we can do to lift it, and we'll do it through peace. Dennis anataka kwenda all the counties in Kenya. Dennis anasema I'm Kenyan. You cannot just hold me back. Na tuna need wewe to join. Tuna need kama unajua corporates that are out there wakuje watu join ili tupeleke this message of peace and love kwa wase, kwa vijana, kuonesha we are in this thing together. This is our country. If you're out there, please join us. Yes. I'm there, I'm with you. Peace and football can peace and football. Unakumbuka ni Eto alikuja peace huko Laikipia huko. Laikipia. Unaona like sasa how comes wataleta Eto and me am here. Tuko hapa. Unaona sasa au Masai hawajui Eto. Alisikuna Dennis. Unaelewa? Kuna moja atajua Dennis. So now I want the same thing this year ama next year. Ni wanipeleke huko Malekchogio Laikipia. Ni preach peace and football. Same thing what me am appealing. Great. And I'll be there, full support, peace, love. That's what makes a great country. And also federation. Also federation. Is this something you'll be keen to be part of? Because sahi naona wanajaribu ku strategize, they have caretaker committee. Manake nikiona Dennis there's a place. Dennis is a dreamer. Dennis is a person who sets goals and is a goal getter. Okay? Since we were kids, when we were small, a lot of people don't know this. Dennis pale alikuwa nalala, juu yake kulikuwa na picha
kadhaa. Moja ilikuwa ya Musa Otieno, Taribo West. Yes. Ule jamaa pastor now. Na ule jamaa midfielder wa Arabia alikuwa anaitwa nani ule? John Barezi ama something. So it was very ridiculous when Dennis left Kenya to go play pro in Qatar. His defender was Taribo West. Wow. The same place he was dreaming. Yes. I met my idol. Yeah. Before Dennis became the captain of the national team, Yes. this guy, Yeah. he told me, unajua after Musa ni nani Pop? Ni mimi. Kwa hivyo lazima niingie zoezi. When we are going to steal, huyu jamaa ananiambia Pop, mimi siendi na nyinyi, nifungie mlango, nipepete. Boli ya makaratasi. Karatasi. This guy pepetas it for like 7 hours. Unakuja unapata ile mlango ulifunga bado Deno akonda. Now, huyu ni jamaa anajua kudream, kuset the goals, kudrive himself there. Ukipatia Deno 5 minutes akiona player akicheza only 10 seconds, atakuambia ameiva, jaiva, he needs more work, tunaweza build. Imagine, Deno should be the chairman of soccer in Kenya. Wow. Why? Same like Eto'o. Same like Eto'o, because he has lived it. He knows the I dream. breathe it, I dream it, I sleep with it. And even if I'm not a chairman, but I should be on that committee, ama on that, I don't know. In Itagwa Advisory Committee. Advisory Right now, I'm Committee. sure a very good minister, Amina Mohammed, is watching this. Let's do this for our legend. I know you put up a wonderful caretaker committee, which is going to do a great job. But of course, our brother here, our legend, Dennis Oliech is here, and I'm sure he has amazing input he can add in your existence. And not only me alone. And only not me alone. Yeah, we have too many former players. Yes. Because only Dennis, I cannot do anything. And I'm sure you're watching this, and I know you're going to call for a round table meeting to discuss this. Yep. And I'm sure out of that we'll have some great results. And thank you so much for what you're doing. It takes a lot to be on that seat. I know you're going to make us proud, just like Dennis Oliech has done the menace in the soccer industry. Pop, my goodness, thank you so much for standing by your brother. I wish I had friends like you. Tungekuwa mbali sana. I'm grateful. Yeah, asante. And good luck in your PhD. I hope ukimaliza tutatualika graduation. Lazima nitawakala. Kuna kitu Pop aliniambia, but samaki ya Mama Oliech tunakula lini? Your mom. Now you have 8 branches. Sasa ni saa 10 imeisha. Fish imeisha. Yep. So nikutafute next week. Nitafute next week. Nitamtafuta next week. Last thing. Me and Pop, we want to do a peace foundation. Peace Foundation. We want to travel. Peace and football coming together. Same thing ile tu alifanya. Okay. So if kuna well-wishers uko nje, they want to fund us. They want to use us to go and in peace. Yes, preach to onge about peace. Yeah. So me na Pop tukikuja leo Churchill, it's not about football. Yeah. Football is one, but we wanna spread peace. Unaelewa huko nje. If you are able to talk to our president. Yes. He watches the show. He watches the show. Okay, what do you want to tell? Do you mind the president? Yeah. We're just 2 Dagoretti corner boys who have heard your cry of peace. And we have asked ourselves, you as our father, our leader, you can't do it alone. Sometimes we look at you and we say, our president looks tired. You're tired because of our prayers, our wishes, and all the responsibilities. All me and Dennis are saying, we can do something to lift where we stand. We are not perfect. We're just Dagoretti corner slum boys. But we can preach peace. Our father, President Uhuru Kenyatta, is it a way we can just meet you and you bless us just as your sons, so that when we go do this initiative, we know we have a blessing from our father, you, our president. Please, we know you are busy, but if you have just even 10 seconds, it will be a pleasure for Dennis to meet you. And what a joy will it be on my end. So President, please, can we meet you so that you can bless our peace initiative? Thank you, sir, and we can't wait to meet you. May God continue blessing you and leading you and giving you strength. Thank you so much. Thank you so much. Yes. Your Excellency, Dennis
the menace anakutafuta, and I know you love him and you love football. Ninaishi next and you love peace. na yeye. Unaishi next kwa president. Na sio utembea hapo pale alikutana na Pascal Tokodi. Ungemwambia maze hope unarudi. Haya. Please to hapo to share hapo. And of course there's a big hand of God who knows our tomorrow. Yes. So thank you very much. Top and of course legendary Deno. Yes. Thank you so much for watching Chachi Show. Big up yourself. We'll see you next week. My goodness, I wish we had a whole 2 days to talk about these amazing stories. Thank you so much. It's awesome. God bless you. Good night. Good night. Good night.